Je, unajua kuwa kuna siri kubwa inawafanya kuku wa baadhi wa wafugaji kuanza kutaga mapema, yani wakiwa na miezi 4 tu au wiki ya 16? Halafu kuna kuku wa wafugaji wengine wanataga kuanzia wiki ya 18 mpaka wiki ya 20. Basi leo sitakuficha kitu. Nitakupa mbinu 5 za kitaalamu zitakazomfanya kuku wako awahi kutaga na kuingiza faida kwa haraka. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wafugaji wengine wapate kujifunza zaidi. Basi twende moja kwa moja kwenye siri ya kwanza. Siri ya kwanza kubwa ambayo ni muhimu ni lishe bora. Nutrition. Hii ni siri ya kwanza ambayo ni muhimu zaidi kuliko siri zote ambazo naenda kukupatia hapo chini. Kuku hawezi kutaga kama mwili wake haujajengeka. Tumia chakula cha Grower Mash kuanzia wiki ya 8 mpaka wiki ya 18. Hakikisha hicho chakula chako unachowapa kuku kina protini ya kutosha. At least protini iwe kwa 16% hadi 18%. Usiwape hicho chakula grower milele, yani siku zote ukaendelea kuwapa, hapana. Ukiona wameanza kuonesha dalili ya kutaga, ambayo dalili kubwa ya kutaga ni vile vilemba vinakuwa vyekundu. Vilemba vinakuwa vyekundu sana. Basi wahamishie kutoka kwenye grower walete kwenye layer mash mara moja. Siri ya pili kubwa ni mwanga, lighting control. Wafugaji wengi hawajui kuwa mwanga ndo unaochochea mfumo wa uzazi wa kuku. Kuku anahitaji wastani wa masaa 16 ya mwanga kwa siku ili kuchochea homoni za kutaga. Kama giza linaingia mapema, weka bulb bandani kwa masaa machache ya ziada usiku. Siri ya tatu ni maji na madini, calcium and water. Yai linajumuisha maji mengi na ganda la chokaa, yani calcium. Bila hivi, kuku atachelewa kutaga au atataga mayai yenye ganda laini. Na shauri weka DCP au maganda ya mayai yaliyosagwa kwenye chakula cha kuku. Hakikisha maji ni safi na yanapatikana muda wote bandani. Maji yawe safi, yapatikane muda wote bandani. Siri ya 4 ni kinga ya afya. Kinga na afya. Tunasema biosecurity. Kuku mwenye minyoo au wadudu kama utitiri hawezi kutaga mapema. Maana mwili wake utakuwa unatumia nguvu kubwa kupambana zaidi na magonjwa badala ya kutengeneza mayai. Hakikisha unawapa dawa ya minyoo kabla hawajafika umri wa kutaga. Zingatia ratiba ya chanjo kikamilifu. Siri ya 5 ni mazingira tulivu, stress free. Kuku ni wanyama wenye hofu sana. Kuku hawapendi kelele au kusumbuliwa mara kwa mara. Ukiwasumbua mara kwa mara, ukiwapigia kelele, basi itachelewesha utagaji. Ushauri wangu, weka viota vya kutagia sehemu ambayo ni tulivu. Epuka kuhamisha kuku wako ovyo. Yani kuku ameshakaribia kutaga lakini mara leo umehamishia huku, mara leo umehamishia huku. Ukianza kuhamisha maana yake utawapa kuku stress na wataacha kutaga. Ukifuata hizo mbinu 5 nilizokupa hapo juu na kuhakikishia kuku wako watataga kwa wakati na utaona mabadiliko makubwa sana. Sasa nikuulize kitu. Je, kuku wako wana umri gani kwa sasa? Katika huo umri waliokuwa nao, je, tayari wameshaanza kutaga au bado hawajaanza kutaga? Niandikie tu kwenye comment hapo chini na nitakujibu kwa haraka. Lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare video hii kwa wafugaji wengine ili nao wapate kujifunza. Basi karibuni tena, tukutane kwenye video ijayo ambayo itakuwa nzuri sana na mtafurahia zaidi. Bye.